jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIP-B, shilingi 20,000 VIP-C ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-Card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu, ya kwamba pengine ni figisu, pengine mnyama anataka kunyongwa, pengine kuna uhuni unafanyika. Zote hizo zinabaki kuwa ni dhana. Hakuna mwenye uhakika zaidi kwa nini CAF wamefikia maamuzi haya. Lakini msingi wa CAF kufanya maamuzi haya ni kutokuwa na uhakika na ubora wa uwanja Benjamin Mkapa. CAF bado wanayo kumbukumbu ya namna ambavyo uwanja Benjamin Mkapa uliharibika kwenye mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Na kumbuka, hii ni hatua ya finali ambayo CAF wanaamini ya kwamba dunia nzima inautazama huu mchezo. Kwa hiyo hawataki kuchukua riski ya kuipeleka mechi Benjamin Mkapa alafu yakatokea kama yarotokea kwenye mechi ya robo finali. Kwanza itakuwa ni kuitukanisha Simba yenyewe ya kwamba ina uwanja mbaya. Pili ni kuitukanisha Tanzania ya kwamba ina uwanja mbaya. Tatu ni kuitukanisha Afrika yenyewe na mpira wake ya kwamba mechi kubwa ya finali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia maamuzi ya kwamba mechi hii wacha ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF.